Maeneo mengine ambayo yameguswa na watumishi wengi, na hasa hili la Mheshimiwa Joelson Mpina. Amezungumzia mambo mengi, lakini niseme tu Mheshimiwa Mpina, yale masuala yote uliyoainisha, na bahati nzuri mchango wako umetupa kwa maandishi, tutayachukua na kwenda kuyafanyia kazi. Yako yanayohusiana na mifumo na tathmini ya mifumo yana maelezo yake, pengine kwenye hotuba unaweza kaa kuipata vizuri, lakini yana maelezo yake. Taasisi nyingi zimefanyiwa tathmini na zimeunganishwa na zinafanya kazi vizuri, na ile takwimu uliyosoma kwenye hotuba yetu pengine haikueleweka vizuri, lakini yana maelezo yake, tutakupatia. Na yote mifumo mingi imefanyiwa tathmini na inatusaidia sana katika kuboresha utendaji kazi. Mihuri ya wenye viti tutajaribu kushauriana na wenzetu wa TAMISEMI, kwa sababu ninakumbuka nilipokuwa waziri wa TAMISEMI ndipo hili lilitokea. Ilikuwa kidogo kuna misuse ya mihuri hii. Sasa kama imefika hatua kwamba ina kazi nyingine za msingi, basi tutajaribu kuangalia, lakini muhuri wa mtendaji wa kijiji au wa mtaa nadhani bado upo, ila kuna muhuri wa mwenyekiti. Kwa hiyo tutajaribu kuliangalia na lenyewe kwa uzito wake. Kwa hiyo haya yote Mheshimiwa Mpina tutachukua na kuyafanyia kazi, ikiwemo lile la taarifa ya tume ya Mheshimiwa Rais ya masuala ya kodi. Haya yote ni mambo yanayoendelea kufanyiwa kazi, yote tunayachukua. Mheshimiwa Waheshimiwa wabunge walizungumzia issue ya kugraduate kwa wale ambao walikuwa wanasaidiwa na TASAF. Naibu waziri amelizungumzia, na hivi sasa limezungumzwa na wabunge wengi. Niseme tu katika kupata msaada wa fedha kuna pia matumizi yasiyo sahihi ya fedha kwa wanufaika, lakini wengi wao kwa kweli wamenufaika na imebadilisha maisha yao sana. Kwa hiyo kama kuna makosa kule kwenye halmashauri zetu, wako maafisa wa TASAF na tunaishi nao kule, waheshimiwa wabunge, tunajaribu kushirikiana nao katika kupeleka mawazo yetu, lakini pia kuonesha kama kuna upungufu, basi mnaweza mkasote out kule, na sisi kama huku kwa upande wa TASAF makao makuu zipata kutoka halmashauri. Waheshimiwa wabunge, hoja zilizosemwa ni nyingi, lakini mimi niseme tu kama kuna sifa na pongezi ambazo mmezitoa, zimwendee Dr. Samia Suluhu Hassan. Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais Mwinyi, Rais wa Zanzibar, wamekuwa ni manahodha makini sana katika kuendesha nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Ukienda katika miradi mingi inayofanyika mikubwa ambayo mingine imesimamiwa na Ikulu, na kwenye taarifa yetu mmeona, yote hiyo ni kielelezo kwamba pengine kama sio utashi, kama sio nyota ya Dr. Samia Suluhu Hassan, utekelezaji wake ungekuwa mgumu sana. Tunaye rais makini, mwenye maono, lakini mwenye bahati na uongozi wake. Nchi imetulia, nchi haiendeshwi kwa vurugu, lakini bado mambo kamilisha miradi mikubwa, sina sababu ya kuitaja, ambayo inaipaisha nchi yetu na kuipa heshima sana. Lakini ukienda kule Zanzibar ya Mwinyi kweli inang'aa. Zanzibar ya Mwinyi kweli inawaka. Miundombinu ya barabara, bunifu mbalimbali za kuboresha uchumi wa Zanzibar, uchumi wa utalii na uchumi wa buluu, vimeibadilisha Zanzibar kwa kiasi kikubwa sana. Nataka niseme kama ninayehudumu katika ofisi ya rais kwamba nimepata bahati kuhudumu katika ofisi ya rais katika kipindi ambacho kumekuwa na mafanikio makubwa kwa serikali zote mbili. Kwa hiyo napenda niwashukuru viongozi hawa, na nichukue msemo aliosema Profesa Kabudi kwamba kiongozi wako haumpongezi ila unamshukuru. Na ukimpongeza ina maana kuna siku hautampongeza. Lakini Kabudi anasema kiongozi wako lazima umshukuru. Kwa hiyo sisi tunawashukuru kwa kazi hii kubwa aliyoifanya kwa Tanzania, na ndiyo maana
nataka nikubaliane na wajumbe wa mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi kwa kuwapitisha wawe wagombea wetu kwa kipindi cha miaka 5 ijayo. Sina shaka wajumbe wale wa mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi waliyaona haya yaliyofanyika, na kwa uhakika walionao juu ya kazi nzuri wanayoifanya, wakaona hakuna sababu ya kuchelewa, tuwapitishe ili tukafanye shughuli nyingine. Na mimi naamini miaka 5 ijayo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Zanzibar zitakuwa na mafanikio makubwa na maendeleo makubwa sana sana sana. Na ndiyo maana hata duniani huko kwingine Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa akipewa nishani mbalimbali, awards mbalimbali. Tunakumbuka ya juzi aliyopewa ya Global Gates Goalkeepers, ambaye inatambua uongozi na mchango wake katika kuimarisha afya ya uzazi na kupunguza vifo vya uzazi. Hii ni tuzo kubwa sana sana na heshima sana duniani. Lakini nikaja kuangalia, kumbe tuzo sio hiyo tu, ziko nyingi, ziko tuzo karibu 11 katika kipindi cha miaka 3. Tuzo 11 ikiwemo ile ya Babacar Ndiaye inayotambua jitihada alizofanya katika ujenzi wa miundombinu bora nchini. Lakini ipo tuzo ya taasisi ya Afrima ya nchini Marekani ambaye inatambua uongozi wake wa kimageuzi. Lakini ziko tuzo nyingine, kuna ya Pan Africa Award, lakini iko tuzo ya dhahabu ya dhahabu ambayo ikiwezwa kutokana na malengo ya maendeleo endelevu. Lakini iko tuzo nyingine ya Tume ya Afrika ya haki za binadamu na watu. Tuzo ni nyingi, lakini iko tuzo nyingine iliyotolewa na Red Cross. Iko tuzo ya hapa nyumbani ya Wizara ya Elimu. Iko tuzo ya Care Impact, lakini iko tuzo ya taasisi ya International Iconic ya kutambua mchango wake katika sekta ya utalii na kuchochea ongezeko la idadi ya watalii hapa nchini. Na tuzo ya 11 ni tuzo ya Baraza la Wanawake wa Chadema BAWACHA, iliyotambua mchango wa rais katika kuleta maridhiano na kuboresha demokrasia hapa nchini na kuimarisha upendo na mshikamano. Tuzo hizi ni kielelezo kwamba rais wetu anafanya yale ambayo Watanzania wanayatarajia.